Jadili masuala mbalimbali ya kisiasa ikiwemo vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka 2025 katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mwanahabari wetu Maduhu Sylvester ameandaa ripoti ifuatayo. Hayo yamesemwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche leo Jumanne Oktoba 11 mwaka 2025, muda mfupi baada ya kuripoti katika kituo cha polisi jijini Dar es Salaam, na kusisitiza kuwa maandalizi ya kikao hicho yataanza mara moja na kwamba sekretarieti ya chama hicho imepanga kuanza maandalizi hayo. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la mtu tena. Hatutakubali kuwa koloni la Samia wala la Chama cha Mapinduzi. Hilo jambo haliwezekani kwenye nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane, ni nchi ya kidemokrasia na lazima watu wasikilize. Jambo la 4, chama chetu kwa haraka sana naagiza vikao vya secretariat vipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekeo wa nini chama chetu kinazungumza na ni hatua gani tutachukua kwa kwenda mbele. Heche pamoja na viongozi wengine wa Chadema walikuwa wakishikiliwa na polisi kabla ya kuachiwa kwa dhamana. Ametoa pole kwa Watanzania akisisitiza kuwa hawakufanya makubaliano yoyote ya kisiasa kuhusu kuachiwa kwao. Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe waende kwenye familia zao. Heche na wenzake wataripoti tena kituoni hapo Alhamisi saa 4 kamili asubuhi. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Maduhu Sylvester wa EATV. Sasa turudi katika masuala ya kijamii ambapo kuelekea Novemba 17 mwaka huu ambapo dunia inaadhimisha siku ya watoto waliozaliwa